We have some people with good hearts. Kuna watu ambao wana utu kunje na pia ni wazuri sana. So kuna landlady mmoja hapa nchini Kenya ambaye yeye kila wakati wa Krismasi huwa anawatunuku wale ambao ni wapangaji wake, anawapea unga, anawapea mafuta, full festive shopping anawapea pale. Huyo ni landlady. Anakuja kama kuna nyumba 12 hapo kwake, mahali watu wamepanga nyumba kwake, anakuja anawapea unga, anawapea unga wa chapati, unga wa ugali, anawapea mchele, anawapea mafuta pale, anawaambia thank you so much for choosing my plot, thank you so much for choosing my land, thank you so much for choosing me as your landlady. God bless you. I'm wishing you Merry Christmas and a prosperous New Year 2020 blah blah. Sasa huyu nimeona pale video katika mtandao ya landlady akigawa shopping kwa wale ambao ni tenants wake. Kuna kipindi fulani landlady moja aliwave ile inaitwaje? Ile rent ya mwezi wa Disemba. Alisema hii Disemba msilipe, nyinyi msilipe. Nyinyi kaeni tu hapa kwangu na msilipe chochote. Mimi ni mtu wenu wa power, wacha muenjoy Christmas. Hizo pesa ambazo mngelipa, unaweza kununulia mtoto kanguo, unaweza kununua nyama, unaweza kufanyia chochote kile. Huyu ni landlady. Sawa sawa. Sasa kuna huyu pia mwingine ambaye anajulikana kwa hiyo tabia nzuri. Ikifika sana sana msimu wa Krismasi, anapenda sana kuwabariki wale ambao ni wapangaji wake. Wale ambao ni wapangaji wake. Anasema to all my tenants, Merry Christmas and a Happy New Year. Anaitwa Mathi. Anasema Mathi anawapenda sana. Na this is after amewagawia unga, amewapa mafuta ya kupika, kamuchele pale, kasukari. Huyu ni landlady wa mwaka. Huyu wakati unapiga nduru ile ya Krismasi ya kumaliza mwaka, ile ya 31st, unasema Mungu kumbuka Mathi, bariki yeye sana, aliniokolea. Unajua by the way inafika saa zingine watu wengine sana watu ambao wamepanga nyumba, unapata jamaa kutu hapo, lakini hata ana Christmas ameboeka tu hivi, tena hapo hivi kidogo anashutuliwa, naambiwa haya wewe shika hii, una enjoy sana. So this one amekuwa celebrated sana pia. Nimeona watu wakimsifia pale katika mtandao wakisema kwamba tutapata wapi kama huyu. Huyu ni wa kupigiwa mfano. Huyu at least anakumbuka na anajali, ana utu kidogo kwa njia kama hiyo. Sasa tuseme hivi, tuchukulie mfano, wewe ungekuwa landlady, una nyumba zako pale unapangisha wale wapangaji, na imefika msimu kama huu as we speak right now. Can you do something like this? Waweza kufanya kitu kama hichi kwamba ununulie wale tenants wako Krismasi unga, kamuchele, kasukari, kachumvi na uwape? Genuinely to speaking, kama Mungu angekuwa amekubariki na nyumba na wewe ni mpangaji ama wewe ni landlady, watu wamepanga nyumba kwako, could you do this? Ama unasema hii kila mtu ajisote, mimi ni mzazi wake, mimi ni baba yake, mimi ni mama yake, mimi ni shangazi yake, mimi ni wa ukoo wake, kwanza ni pesa zangu wewe. So as much as huwa tunasema kwamba Kenya kuna watu wabaya, no. Kama watu ni wabaya, labda wewe ndio mbaya peke yako. Kuna watu wazuri sana, watu ambao wanaeneza upendo, watu ambao wanajali wenzao. Wapi makofi ya Mathi jamani? Hii Kenya kuna watu wazuri bwana.